Karibu katika kipindi Discovering Africa kupitia teknolojia mpya. Mfululizo wa vipindi kupitia mfumo wa podcast kinachoelezea uzuri wa hazina adhimu za Afrika, wabunifu na wataalamu wanavyoshughulikia changamoto tata ili kupata suluhisho kwa kutumia maarifa ya kiasili, teknolojia na ubunifu. Kipindi chetu kinahamasishwa na Agenda 2063 kifungu cha 7 cha Umoja wa Afrika inayolenga kuitambulisha upya na kubadili mtazamo hasi wa simulizi kuhusu Afrika. Tunaamini kwamba Afrika ina uwezo wa kutatua changamoto zake za maendeleo yenyewe na kuwa mwenza bora, mwenye umoja, uvumilivu, amani na mwenye ushawishi mkubwa. Jiunge nasi katika kupitia mabadiliko ya kiteknolojia yanayotarajiwa barani Afrika, ukiwa nami msimulizi wako Razia Pulateni Mwanga, na uweze kujifunza mengi kutoka kwa wataalamu wanaoshawishi mabadiliko barani Afrika. Leo katika kipindi hiki mtakuwa na mimi Razia Mwanga. Karibu. Tutakuwa na mtaalamu mbobezi wa teknolojia na ubunifu kutoka Tanzania, Bwana Deogratius Laizer, ambaye ni mshindi wa tuzo za ubunifu za sayansi na uvumbuzi ya Afrika kwa wavumbuzi walioko chini ya miaka 40, ambaye ameshinda tuzo hiyo kwa kupitia teknolojia yake na ubunifu wake wa Smart University Initiative. Leo ni mkurugenzi wa Fintech Business Strategic Partnership. Ana shahada ya uzamili katika usimamizi wa biashara za. Pia ana shahada ya kwanza katika sayansi ya teknolojia na mawasiliano. Bwana Hilary Said Abdalla, ambaye ni mwanafunzi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mwaka wa pili katika masomo ya mfumo wa teknolojia katika biashara. Pilika Noah Mwansaku, ambaye ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza katika shahada ya utawala wa biashara kutoka Mbeya Catholic University, ambao wanatumia huu mfumo wa Smart Uni. Kwa hivyo leo tutapata nafasi ya kuongea na mvumbuzi pamoja na kuongea na watumiaji wa uvumbuzi. Kwa hivyo kwa kuanza tu, karibuni katika kipindi hiki. Karibu Bwana Deo, utuambie kwamba hili wazo la Smart University Initiative lilitoka wapi? Deogratius Mosha ni mmoja kati ya wakurugenzi wa kampuni ya Mainstream Media Limited. Kiachilia mbali masuala ya uvumbuzi, tulianza biashara kama kampuni ambayo inatoa suluhisho kwa makampuni madogo na chipukizi, namna sahihi ya kuweza kukabiliana na mabadiliko ya teknolojia. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa huduma kwa kampuni hizo kwa kuzisaidia kutengeneza mifumo ambayo inaweza ikatransform biashara zao kutoka kwenye kuwa biashara ndogo kwenda kwenye biashara kubwa kwa kutumia teknolojia, jambo ambalo limewasaidia wengi kupunguza gharama zao za uendeshaji, lakini pia limezisaidia kampuni na biashara mbalimbali kuweza kupata usimamizi mzuri wa biashara zao kwa kutumia mifumo ya tehama. Kwa hiyo tukija kwenye mfumo wa Smart Uni, moja kati ya ajenda yetu kwenye kampuni ni kuwa wabunifu ambao tunaweza tukaacha alama katika bara letu la Afrika na dunia kwa ujumla, kwa kuzileta teknolojia ambazo zinajibu matatizo yanayoikumba bara letu la Afrika juu na kuweza kuzifikisha kwa walengwa. Kwa hiyo Smart Uni ni moja kati ya zao la idara yetu ya uvumbuzi, na ilitokana na changamoto kubwa ambayo tuliweza kuiassess kwenye mazingira ya wanafunzi ambao wanasoma katika vyuo vya elimu ya juu. Kwa miaka mingi kumekuwa kuna changamoto kwamba wanafunzi wanaosoma kwenye elimu ya juu, kwenye vyuo vya elimu ya juu, wanatakikana kuwa na fedha ya kuweza kudurufu au kuzalisha zile nyaraka za kujisomea. Mfano, wanasema kila unapomaliza kipindi kinapofundishwa na mkufunzi, mwanafunzi anapewa assignment au notes za kwenda kuprint. Sasa ukichukua katika mazingira ya kawaida ya mwanafunzi, gharama za kwenda kudurufu au kuzalisha material hizi, hasa kwa wale wanafunzi ambao hawapati mikopo ya elimu ya juu, zinakuwa ni kubwa kiasi kwamba wengi wao wanashindwa kuhimili na kujikuta kwamba wanasoma kwa kutumia nyaraka ambazo wamepata kwa wenzao au kwa kutumia kile walichoweza kukinakili wakati mkufunzi anafundisha. Sasa
tuliliona hilo kama changamoto au tatizo kwa elimu yetu ya Tanzania, na pia tuliliona kama ni changamoto kwa elimu ya nchi nyingi ambazo zinakuwa barani Afrika, kwamba wanafunzi wanamaliza chuo, lakini ukija ukiangalia uelewa wake wa uwezo wa kuainisha yale aliyojifunza darasani, saa nyingine compare kati ya wanafunzi wawili waliomaliza kozi moja, utakuta kuna mmoja anaonekana kama alipata sana, mwingine alielewa sana, mwingine unakuta alielewa kwa kiasi, mwingine kidogo. Na hii tumegundua inachangiwa pia na ukosekanaji huo wa vitini vya rejea kwa baadhi ya wanafunzi kutokana na hizo gharama ambazo wanazikwepa. Sasa tulifanya research kwenye baadhi ya vyuo, tukagundua kwamba kwa wastani kwa mwezi mmoja mwanafunzi anatumia kati ya shilingi 28,000 na 40,000 kwa ajili ya kuzalisha hizi study materials. Hapa nikimaanisha kudurufu vitini, kutoa nakala za assignments, kitu ambacho kwa jinsi ambavyo teknolojia imekuwa duniani ni kitu ambacho mwanafunzi huyu angeweza kaki-access pia kwa njia ya mtandao online. Lakini tuligundua pia kwenye baadhi ya vyuo kuna mifumo, na pia kwa vile vyuo ambavyo hakuna mifumo hii ya kujisomea online, wanafunzi wamekuwa wakitumia mifumo ya kijamii, kwa mfano chatting application hizi ambazo wanatumia kuwasiliana, wamekuwa wakizitumia pia kutumiana baadhi ya hizi nyaraka za kujisomea, kitu ambacho sisi tunasema ni jambo jema kwamba wameitumia teknolojia, lakini mle wanatuma kila kitu. Utakuta mara ametuma notes, mwingine ametuma labda videos ambazo hazihusiani na shule, matangazo ya misiba na vitu vingine. Kwa hiyo inamchanganya mwanafunzi, hasa inapofika wakati ambapo anataka arejee yale yaliyofundishwa darasani. Kwa hicho ndio kilikuwa kiini cha sisi kusema kwa nini tusitengeneze mfumo ambao unaweza ukamsaidia mwanafunzi anapokuwa kwenye masomo ya elimu ya juu, hitaji kupata notes, anapohitaji kupata updates za kile kinachoendelea huko shuleni, basi iwe rahisi aingie kwenye mfumo mmoja ambao unafanana kwa vyuo vyote sasa hivi Tanzania, ajisajili kwa kozi yake, ajisajili kwa chuo chake, na basi mkufunzi anapotoa materials za kujisomea, mkufunzi aweze kuziona pale, au mkufunzi anapotoa assignment au notes, basi mwanafunzi aweze kuziona kwa urahisi kupitia kwenye mfumo huo. Kwa hiyo hicho ndio kiini hasa kilichotupeleka kusema kwamba tuwasaidie wanafunzi, kwa sababu wakipata elimu iliyokuwa bora kwa usawa, basi inawarahisishia hata wao wanapokuja kukabiliana na maisha huku mtaani kuweza kuwa na knowledge sawa, wawe wanaanzia kwenye stage moja wote kwa pamoja, na waweze kupambana aidha na soko la ndani au soko la nje ya Tanzania. Asante sana Bwana Deo kwa maelezo yako. Hii teknolojia imelengwa kwa ajili ya kumsaidia kila mwanafunzi aweze kupata fursa sawa ya kuweza kusoma na kuweza kupata nakala ya masomo yanapotumwa. Alafu na pia kingine ni kwamba umeongelea kwamba inatengeneza mfumo ambapo wanafunzi wanaweza kuutumia tu katika kuweza kujadiliana. Je, Bwana Hilary, ningependa kujua kwamba haya masuala ambayo Bwana Deo aliongelea, ni kweli kwamba hizi gharama ni kubwa sana, na pia upatikanaji wa hizi notes changamoto yake ni kubwa, na hii Smart Uni imewasaidiaje? Pengine ungeanza kwa kutuambia wewe binafsi uliijuaje na ulianzaje kuitumia na matumizi yake. Kwa majina naitwa Hilary Saidi Abdalla, ni mwanafunzi wa mwaka wa pili kutoka katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika masomo ya biashara katika teknolojia. Application ya Smart Uni nilifahamu kupitia mtandao, kwa sababu ni mtu ambaye huwa anaingia sana mtandaoni kufuatilia baadhi ya uvumbuzi ambao wa website mbalimbali. Kwa hiyo nikawa nimekutana na website ya Smart Uni, na nilivyosoma zile maelezo kuhusiana na Smart Uni niliona ni moja ya application ambayo inaweza kanisaidia mimi katika masuala yangu ya kielimu. Toka nilivyopakua application ya Smart Uni kwenye simu yangu, imeweza kunisaidia mambo mengi sana. Kwanza imeweza kunisaidia time management, nimeweza kumanage muda wangu wa vipindi na muda wangu wa
wa kujisomea, hasa kama class timetable ambazo zinakuwa zimewekwa kule kwenye Smartuni. Naweza kumanage muda wangu kwamba muda fulani inabidi niwepo chuo, kuna kipindi muda fulani inabidi niwepo nyumbani kwa ajili ya kuendelea na shughuli zangu za kawaida. Kwa hiyo imenisaidia kiasi kubwa kwenye time management, lakini pia imenisaidia kwenye kupunguza gharama za upataji wa material ya kujisomea. Notes ambazo mimi natumia kusoma, natumia kwa kwenda kuprint katika stationery mbalimbali ambazo zinapatikana maeneo karibu na chuo, na hizi stationery ambazo zinapatikana maeneo karibu na chuo wana gharama kubwa sana ya kudurufu na kutoa kopi za hizi studying material kwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Kwa hiyo nikajikuta kwa siku kwa mimi nilikuwa natumia zaidi ya shilingi 4500 katika kupata material ya kujisomea. Kwa hiyo kupitia Smartuni nimepunguza cost kubwa, kwa sababu nalipia shilingi 5000. Shilingi 5000 nailipia kwa ajili ya kupata notes, lakini pia assignment ambazo zinakuwa zinawekwa kule ndani katika application. Kwa hiyo imenisaidia kupunguza cost, lakini pia imenisaidia katika issue ya kuongeza socialization na wanachuo kutoka vyuo vingine, kwa sababu kupitia Smartuni nimeweza kufahamiana na wanachuo mbalimbali ambao wanachukua masomo ya aina yangu kutoka vyuo vingine, kwa sababu kule ndani nimekutana na sehemu ambayo naweza nikachati na wanavyuo kutoka vyuo vingine. Kwa hiyo imeniongezea good relationship na wanafunzi ambao tunasaidiana katika masuala mbalimbali ya kielimu na kitaaluma. Utumiaji wa mtandao wewe Ndiyo. unauonaje urahisi wake? Kwa sababu pia kuna swala zima la, kwa sababu bando nao pia ni changamoto kwamba ni gharama. Je, hili nalo likoje? Kitu kizuri ambacho nimekifurahia kutoka katika application ya Smartuni, natumia bando kidogo sana. Naweza nikiweka MB za shilingi 1000 naweza nikazitumia takribani siku 4 hadi 5 nikiwa na peruzi tu, katika tofauti na mitandao mingine ya kijamii ambayo inatumia data nyingi, na katika nchi yetu ya Tanzania swala la data limekuwa ni tatizo kubwa sana. Kwa hiyo application ya Smartuni kwa upande wangu imenirahisishia kupunguza gharama za data kwa utumiaji. Asante sana Bwana Hilary, nashukuru sana. Haya, na wewe Bwana Pilika Noah Mwansako, ulifahamu vipi hii Smartuni? Matumizi yake yakoje na faida zake na changamoto zake? Kwa majina naitwa Pilika Noah Mwansako, ni mwanafunzi wa chuo kikuu kutoka hapa KUCOM, Catholic University College of Mbeya. Huu mfumo niliweza kufahamu kupitia hizi social medias, yani kwamba kuna ile mifumo ambayo wanafunzi wengi chuoni tunapenda kuitumia. Kwa mfano labda kama WhatsApp, kuna magrupu mbalimbali ambayo watu wengi huwa wanapenda kunijoin, kwa sababu ukifuatilia background ni kwamba mimi ni CR. Kwa CR ni ile mtu ambaye anakuwa at least kila mwanafunzi wa hilo darasa anakuwa na ile namba ya CR. Kwa unakuta rahisi sana kuunganishwa kwenye hayo magrupu, hasa katika kupeluzi mtandao huku na kule, kufungua WhatsApp, nikaja nikagundua nimeunganishwa kwenye ili group la Smartuni CRs, afu wakaweka mabano uongozi. Kuja kufuatilia pale, wakaja kunielezea kwamba Smartuni ni mfumo ambao unasaidia wanafunzi kwa access notes. Nikawa interested na kile kitu, ndipo sasa nilipoamua kuchukua jukumu la kufungua mfumo na kuona huu mfumo unafanyaje kazi. Na ndipo nilipoanza kufungua, na ni kweli nikaja kuona kwamba ni kweli inatusaidia, kwamba kweli unaweza ukaona upande wa notes kuna sehemu za class timetable, kuna sehemu question and answers, kuna sehemu umeandika Smartuni students, maana kwamba unaweza ukainteract kwa socialize na wanafunzi wa vyuo vikuu mbalimbali, kwa sababu huu mfumo unaunganisha wanafunzi wote wa vyuo vikuu. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo niliweza kufahamu huu mfumo. Lakini pia tukirudi kwenye faida, ni kwamba faida moja hapo ambao mimi binafsi ambao nimeweza kuipata au hata nikiweza kuwasemea na wanafunzi wenzangu ni kwamba, cha kwanza, imeweza kutupunguzia gharama. Kivipi imetupunguzia gharama? Ni kwamba kwa mfano mimi kama CR, ina maana niki-upload hizo notes kwenye mfumo, akiweza kufungua mfumo, ukiweza kukliki ile button ya notes na ukaweza kuaccess hizo notes, maana ni kwamba utakuwa hakuna haja tena kuwasha data kuweza kuview hizo notes. Maana notes ukisha download zikishakaa, maana ni zimeshakaa moja kwa moja. Maana ukitaka kujisomea wakati mwingine utakwenda tu unafungua, unazikuta ziko tayari zimekuwa downloaded. Kwa hiyo ndio faida ambayo mimi nimeweza kuiona na nimeweza kufurahia mfumo, ni kwamba notes zikishakuwa hapo ziko hapo. Lakini pia question and answers, unakuta labda mtu ana maswali na nini, na mimi kama CRs nikipata maswali tofauti na uweza nikaweka kwenye mfumo, kwa wanafunzi wote
ambao wamejiunga na huu mfumo wa Smart Uni, manake wakiingia pale wataweza kuona question and answers na kila kitu kiko pale. Kwa inakuwa ni rahisi sana na wao kuweza kufanya discussion na nini, kwa sababu kunakuwa na question and answers. Lakini pia hususan masuala ya timetable. Smart Uni ni kweli application ambayo imetusaidia sana wanafunzi wengi, kwa sababu mimi kama CRs nilikuwa nikisumbuliwa sana na watu tofauti. Mtu ananiambia CR sasa hivi kipindi gani na nini, mtu ashapoteza timetable yake na nini, imechanika. Lakini simu kwa wanachuo ni kitu ambacho ni muhimu sana, especially smartphone. Kwa hiyo unakuta mtu akiwa ameshajiunganisha kwenye mfumo wa Smart Uni, manake inamkumbusha pale kuna kipengele kimeandikwa today's session, manake inamkumbusha mwanafunzi kwamba sasa hivi ni kipindi kinafuata kipindi fulani, umeona, upcoming manake kipindi fulani kinakuja, kama kinaendelea ongoing. Kwa hiyo mwanafunzi anakuwa anakumbuka kwamba sasa hivi kipindi kinachofuata ni kipindi fulani. Asante sana, nimefurahi kwamba umeweza kuongelea mambo mengi sana, kwamba sio kwamba ni hela, lakini wewe pia kama kama mwakilishi wa darasa pia inachangia, inakusaidia kwamba jinsi gani ya kuweza kufanya kazi na wanafunzi wenzako, alafu pia inakusaidia kupunguza gharama zako za simu, kufuatilia wanafunzi wenzako, na pia inaweza kuwajumuisha, kuwapa fursa ya kuweza kukaa na kuweza kujifundisha mambo mengi kwa pamoja. Asante sana Bwana Deo. Umewasikia hawa waungwana ambapo wanaongelea kuhusu manufaa ya hii Smart Uni. Wewe unapowasikiliza wanavyosema kuhusu faida zake na jinsi ambavyo wamefaidika, wewe kama mvumbuzi unajisikiaje? Na kwamba unapoanza kwamba je, ulivyokuwa unatengeneza hii Smart Uni, haya ndio malengo uliokuwa nayo, ama ulikuwa umewaza vipi, na kutokana na jinsi walivyofanya unajisikiaje wewe kama mvumbuzi? Naam, asante. Mimi binafsi niseme kwamba naona kwamba malengo tuliokuwa tumejiwekea yanaenda kutimia. Farijika sana kwamba waliopokea mfumo huu ni wanafunzi ambao ndio walengwa wa mkakati wetu wa uvumbuzi wetu. Kwa hiyo binafsi ni faraja kwamba tulichokiwaza, tulichokifanya kwenye makaratasi kimeweza kuja kutimia katika uhalisia wa watu ambao tulikuwa tumewalenga. Bwana Hilary, kuna changamoto zipi ambazo mmeziona katika Smart Uni? Changamoto ambazo labda nimeziona katika Smart Uni ninaweza kusema ni ndogo sana, ila hasa linalenga wanafunzi, kwamba kuna baadhi ya wanafunzi unakuta bado hawajafikiwa na hizi taarifa za Smart Uni. Kwa hiyo labda naweza kusema hiyo ni changamoto ambayo kama mimi CR naweza nikaelezea kwamba unakuta wakati mwingine kweli notes nimezipata, inabidi nizi-upload kwenye mfumo. Sasa ninapo-upload vile, hasa kunakuwa na watu wengine ambao pengine hawafahamu Smart Uni. Kwa hiyo unakuta kitendo cha wao kutokufahamu kinawafanya sasa washindwe kujua nini kinachoendelea. Kwa hiyo unakuta kuna baadhi ya materials wanazikosa au wana miss out kutokana na kwamba hawana hii nini Smart Uni application. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa sana katika vyuo. Kwa hiyo sasa nini ambacho kinatakiwa kifanyike? Maana yake ni kwamba advertisement ziwe nyingi, watu wapewe semina kuhusiana na Smart Uni, especially nikianza na mimi CR katika darasa langu kuwaambia watu ili waweze kujoin na huu mfumo wa Smart Uni, ili sasa waweze kufurahia mfumo kama ambavyo mimi naweza kufurahia. Hiyo ni changamoto ambayo naweza nikaitaja mimi binafsi, kwamba wanafunzi wengi pengine unakuta hawafahamu kuhusu Smart Uni, lakini wakishaambiwa wakaja kufahamu, mwisho siku watakuja kuwa mabalozi na shuhuda ambao kuja kuzungumzia faida ya huu mfumo hapo baadaye. Changamoto kubwa ambayo kwa upande wangu mimi naiona, implementation katika vyuo vikuu tayari imeweza kuwa implemented katika baadhi ya vyuo vikubwa, lakini uwasilishaji wake bado haujatiliwa mkazo. Lakini kama uwasilishaji wake katika vyuo vikuu ukitiliwa mkazo, itakuwa ni moja ya platform kubwa sana nchini Tanzania ambayo inaendesha shughuli zote za vyuo vikuu, kwa sababu nimeona katika Smart Uni kuna sehemu ya events kwa hiyo events za vyuo vyote unaweza ukaingia pale ukazikuta kwamba kwenye chuo changu mimi kwa hii semester kutakuwa kuna events labda ya Career Day siku fulani, kuna event fulani itafanyika Mei, kuna event fulani itafanyika tarehe fulani. Kwa hiyo changamoto yangu kubwa ni hilo swala la uwasilishwaji katika vyuo vikuu, bado haujatiliwa mkazo. Lakini pia kitu ambacho ningependa kushauri, kuwepo kwa ufunguaji internet ambazo zitakuwa zinafanya accessibility ya Smart Uni katika vyuo vikuu. Ziwepo internet maalum ambazo katika vyuo ambazo zinamruhusu mwanafunzi kuingia katika mfumo wa Smart Uni bure. Asante Bwana Hilary, tunashukuru sana.
Tumesikia wavumbuzi wako jinsi ambavyo umewasaidia Watanzania, hasa wanafunzi wa Kitanzania. Kwa hivyo wewe kama mvumbuzi unaliongeleaje swala zima la kuwekeza katika wavumbuzi wa Kitanzania na hasa wavumbuzi wa Kiafrika katika kutatua changamoto za Kiafrika, unaliongelea? Kwanza niseme nafasi ambayo Waafrika tunayo kwenye kutatua matatizo hasa yanayotuhusu Afrika na dunia kwa ujumla ni kubwa, kwa sababu tunayaishi matatizo hayo, baadhi ya matatizo hayo. Kwa hiyo nitoe rai kwa serikali za nchi tofauti tofauti barani Afrika na wawekezaji kuwekeza kwa vijana, kuwekeza kwa watu wanaofanya uvumbuzi, kwanza kwa kuwapa mafunzo stahiki hasa kwenye masuala ya usimamizi wa biashara. Cha pili, kuwapa njia rahisi na rafiki za kuweza kupata mitaji, kwa sababu wavumbuzi wengi hawatokei kwenye jamii ya wafanya biashara. Wengi wanatokea, anakuwa amegraduate shule, ana wazo, then kuja kwenda kukopesheka benki inakuwa ni mtihani. Kwa hiyo kuwe na mechanism ya kuweza kuwawezesha wavumbuzi hawa, hasa wanapokuwa kwenye zile early stages za uvumbuzi wao. Tunaamini kwa hatua hii inatoa mwanga na inafungua pia njia kwa wavumbuzi wengine barani Afrika kuweza kufanya vitu ambavyo vinaweza vikaisaidia jamii kwa ujumla, kwa sababu tumefanya hivi tukiwa kama Waafrika, lakini tunaamini impact yake ni kwa vizazi na vizazi na inaweza pia ikafika nje ya bara la Afrika. Pia nitoe rai kwa wanafunzi watumie mfumo huu, watumie teknolojia hizi ambazo zimevumbuliwa ndani ya Afrika, lakini kama wavumbuzi wengine barani Afrika niwaambie kwamba kuna nafasi sawa ya kuweza kushiriki katika mageuzi ya bara letu la Afrika, hasa katika upande wa teknolojia. Kila serikali, kutokana na mkakati wa Umoja wa Afrika kuboresha sayansi, teknolojia na uvumbuzi, ni kwamba kila nchi inatakiwa kuwekeza angalau 10% ya kipato chake cha kitaifa katika swala zima la kuendeleza sayansi, teknolojia na ubunifu. Je, wewe unaweza ukaongeleaje mchango huo wa serikali? Serikali imechangia hii sekta na imeweza kuwasaidiaje? Na je, kama imeweza kuwasaidia vipi? Na je, kama serikali wewe unalionaje swala zima la wao kuwekeza katika teknolojia? Binafsi niseme kwa upande wa nchi yangu ya Tanzania, nimeona jitihada kubwa zinazofanywa na serikali ya awamu hii ya 6 inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia nimeona jitihada za wasaidizi wa Mheshimiwa Rais kwa kushirikiana na private sector kuhakikisha kwamba kuna mazingira wezeshi kwa wavumbuzi na watu ambao wanajihusisha na masuala haya ya teknolojia. Hili pia tumeliona kwenye bajeti za serikali. Ukiangalia kwa mfano, hivi karibuni serikali imesaini makubaliano na kampuni ya simu ya TTCL kusambaza access ya mkongo wa taifa kwenye wilaya zote nchini. Kwetu sisi hasa tunaovumbua upande wa teknolojia, access ya internet ndio jambo la msingi, na hii investment ambayo serikali inafanya kwa namna moja au nyingine inakuja kutuwezesha sisi kufikia malengo yetu. Ila pia kupitia kwenye serikali za mitaa kuna fungu la 10% ambalo linakuja kwenye maendeleo ya jamii, ambapo vijana na wakina mama na walemavu tunapata nafasi ya kwenda kupata funding pale kwa ajili ya kuendeleza biashara zetu. Kwa hiyo pia ni eneo la pili, lakini eneo la mwisho kwenye hiyo 10% kuna kitu ambacho serikali ya Tanzania imefanya kwa kipekee na nipongeze sana. Wameanzisha National Internet Data Center ambayo inawezesha sisi wafanyabiashara wadogo wadogo ambao hatuwezi kujenga mifumo ya servers, security infrastructure kwenye maeneo yetu ya biashara, basi tunaweza tukapata hiyo facility au hiyo huduma kupitia kwenye kituo hichi cha serikali cha Internet Data Center, ambapo tunatunza taarifa zetu za wateja. Kuna wataalamu wa security na usalama wa data ambao wanatusaidia pale kuweza kutuwezesha sisi kuweza kuendelea na uvumbuzi wa baadhi ya mambo katika nchi yetu. Kwa hiyo kwa namna ya kipekee niseme kwa nchi yetu naona wanafanya kazi, lakini nitoe pia rai kwamba serikali iendelee kujenga vituo vingi vya atamizi
kwa ajili ya kuwasaidia vijana ambao wana mawazo, wana uvumbuzi, ili waweze kupata msaada wa kitaalamu kukuza mawazo yao na kuweza kuyafikisha vyema kwa jamii. Kuna app nyingi ambazo zimetengenezwa, kuna vumbuzi nyingi ambazo ziko mtaani ambazo zinashughulika na masuala haya ya elimu. Je, nyinyi mnapozitathmini hizo zingine pamoja na hii ya Bwana Deo, naongeleaje? Na pia mnaongeleaje kuhusu umuhimu wa uvumbuzi na teknolojia katika kutatua changamoto za Kiafrika, nyinyi kama wanafunzi ambao mnahitaji hizi teknolojia kuwasaidia katika utendaji wenu wa shule na kazi? Ninavyoiona SmartUni na application nyingine za namna hii katika sekta ya elimu, SmartUni ni application ambayo imekuwa bora kuliko application zozote ambazo zipo katika kutoa accessibility kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, kwa sababu tofauti na application nyingine, hakuna application ya vyuo vikuu nchini Tanzania ambayo inamruhusu ya kuupload notes. Hakuna application ambayo utaweza ukapata assignment lakini pia class timetable kwa hapa nchini Tanzania zaidi ya SmartUni. Kwa hiyo utofauti na application nyingine ambazo naziona, ni application pekee ambayo unaweza ukapata notes, ukapata assignments, ukapata question and answers, lakini pia ukaweza kupata ile class timetable ambayo inakuwa imetoka katika semester husika. Lakini katika swala la uvumbuzi, natilia mkazo serikali ike mkono zaidi katika masuala ya teknolojia nchini, kutokana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia ambayo yanaendelea duniani, kwa sababu yanaweza yana increase productivity, yani production katika nchi inaongezeka kutokana na uvumbuzi ambao unakuwa unafanywa katika sekta ya teknolojia. Mfumo tungekuwa hatuuzalisha hapa nchini, tungekuwa tunahitaji wataalamu kutoka nje, lakini tuna wataalamu hapa nchini na wanaweza kuzalisha mifumo. Kwa hiyo naona ni muhimu serikali kuweza kuongeza juhudi katika sekta ya sayansi na teknolojia. Asante. Hii SmartUni mimi nilichokipendea ni kwamba imejaribu kuinclude vitu vingi ambavyo ni very important kwa mwanafunzi, ukilinganisha na applications tu na vitu vingine yani vichache tu na kulimit, maana haikupi fursa wewe ya kufanya hata vitu vingine. Lakini ukija kwenye SmartUni unaweza kukutana na notes, unakutana na maswali, unakutana na timetable, na wakati application zingine hazina timetable, lakini hii ina timetable. Yani unaweza kaweka hadi timetable ya UE, University Examination, unaweka kabisa timetable unaweka, yani ina vitu vingi of course, yani sijui nielezeje kwa mapana, lakini ina vitu vingi ambavyo vinafanya mwanafunzi amalizana na mambo mengi kwa mara moja. Chango mkubwa au faida kwa mvumbuzi wetu ni kwamba amejaribu kuweka maisha fulani hivi katika vyuo vyetu ambao tunasoma, kwamba maisha yawe rahisi zaidi. Lakini pia ningeomba serikali iweze kumsapoti ndugu yetu Deogratus Mosha, kwa sababu hiki kitu alichokifanya ni kitu kikubwa sana, yani kikubwa sana ambacho kitafanya elimu iwe ni elimu ya yani iwe ni rahisi, na tuone kwamba elimu ni nyepesi, hata kama labda ulikuwa kisi kwamba labda elimu ni ngumu kiasi gani, lakini ukitumia mfumo, kwa Mungu mimi, yani mawazo yangu ni kwamba elimu inaweza kuiona nyepesi, kwa sababu inakurahisishia material yote unakuwa unapata kwa wakati na kila kitu, kwa haikupi wewe ugumu wote. Mvumbuzi Deo, unaweza kutuambia mpaka sasa hii SmartUni imeweza kufikia vyuo vingapi Tanzania na wanafunzi wangapi? Kwa taarifa ya mpaka sasa tumefika kwenye vyuo vyote vya Tanzania, lakini wale wanaotumia zaidi mpaka sasa ni vyuo takriban 5 ambapo tuna wanafunzi wengi zaidi kufananisha na vyuo vingine, na lengo letu kufikia mwisho wa mwaka huu tuweze kufika kwenye vyuo vyote vya Tanzania, walau vyuo 22 viwe active vinatumia. Kuna mafanikio gani makubwa Deo ambayo wewe umeyapata katika hili swala la SmartUni zaidi ya kushinda hiyo tuzo? Naweza nikasema jambo kubwa ambalo limefanikiwa ni kwamba tumeweza kufikia lengo letu kubwa la kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapunguza gharama zao za kujisomea. Kwetu sisi hiyo ni moja kati ya ishara kubwa ya mafanikio. Lakini la pili ni kwamba tumejenga kuaminika kwamba Watanzania tunaweza na tuna uwezo wa kutengeneza vitu ambavyo vinaweza vikasaidia jamii. Kwa hiyo sasa hivi kwenye upande wetu mwingine wa biashara tunapata wateja ambao wanakuja wakitaka tuwatengenezee mifumo ya kampuni zao, biashara zao. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine imeleta mwamko mkubwa sana wa watu pia kufanya biashara na kampuni yetu. Tunashukuru sana kwa kushiriki katika kipindi chetu cha leo. Asanteni kwa maoni yenu mazuri
na leo tumejifundisha kwamba wapo wabunifu wa Kitanzania, wapo wabunifu wa Kiafrika ambao wanafanya mambo makubwa. Kwa hivyo wakati umefika sasa tuende tukatumie, tuthamini cha kwetu. Asanteni sana Bwana Deogratius Mosha, mtafiti na mbunifu wa Smart Uni ambayo imeweza kubadilisha maisha ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya Tanzania. Pia tunamshukuru Bwana Hilary Said Abdalla pamoja na Bwana Pilika Noah Mwansaku kwa kushiriki, ambao wameweza kutuambia ni jinsi gani ambavyo Smart Uni imerahisisha maisha yao kama wanafunzi, kujipanga muda wao, kuweza kupunguza gharama za udurufu na pia kutoa nakala, na zaidi ya yote imeweza pia kuongeza mahusiano kati yao na vyuo vingine. Mpaka sasa Smart Uni imefikia vyuo 5, lakini lengo ni kuwafikia wanafunzi wengi zaidi. Kwa hivyo kwa wanafunzi wote ambao wanatusikiliza Tanzania, ni vizuri mwende mkapakue hii app, mwende mkaitumie. Imetengenezwa kwa ajili yenu, kwa ajili ya kuweza kuwasaidia kuweza kuboresha maisha yenu na kurahisisha maisha ya shule. Kipindi hiki kimeandaliwa kwa ufadhili wa Umoja wa Afrika kupitia tuzo za Agenda 2063 Peatone kwa kushirikiana na African Women in Media. Maudhui ya kipindi hiki ni ya mtayarishaji na mtangazaji na hayahusiani na maoni na mtazamo wa African Women in Media na Umoja wa Afrika. Asante kwa kuwa nami katika sehemu hii ya Discovering Africa kupitia teknolojia ya kisasa. Ni tumaini langu kwamba umefurahia simulizi ulizoletewa na umefaidika vilivyo kutokana na maarifa ya kinifu katika kutatua jawabu na ubunifu linalolenga mabadiliko barani Afrika. Tutafurahi kusikia mawazo yako kutokana na kipindi cha leo. Kama una swali, maoni au ushauri, usisite kuchangia kupitia mitandao ya kijamii na barua pepe. Usisahau kujiunga kwenye kipindi chetu ili uwe unapata taarifa za vipindi vijavyo. Jiunge nasi wakati mwingine tunapoendelea na safari yetu ya Discovering Africa, ukiwa na mtangazaji wako Razia Platain Mwawanga.